Bana, kwa taarifa ambazo zimezipata ni kwamba Mo Dewji amepanga kufanya kufuru mwishoni mwa msimu huu. Yaani hii ni kufuru ya kutoa pesa kusajili wachezaji. Sio kufuru ile ya kufanya madhambi. Hapa tunazungumza kufuru ya kutoa pesa nyingi kwenye usajili. Yaani amepanga kuwashangaza walio wengi, na miongoni mwa vitu ambavyo anavihitaji kwa msimu huu unaokuja ni kufanya usajili wa wachezaji wengi wakubwa ambao wana uwezo kuifanya Simba kuwa tishio zaidi ya hivi ambavyo tunaiona sasa hivi. Kwa performance ambayo wamekuwa nayo, wamekuwa na performance bora sana kwenye mashindano ya ndani kwa maana ya ligi, lakini pia wamekuwa na performance bora sana kwenye mashindano ya kimataifa so far. Unajua msimu kwenye mashindano ya kimataifa Simba bado mechi moja pekee yake, na wamecheza mechi dhidi ya CS Constantine, ndio mechi pekee ambayo wamepoteza kwa msimu, lakini mechi zingine zote za kimataifa wamepata matokeo mazuri kabisa bila shida yoyote ile. Na kwenye ligi mpaka sasa wamepoteza mchezo mmoja tu dhidi ya Yanga, lakini na sare dhidi ya Coastal Union na dhidi ya Fountain Gates. Lakini the rest pia wamepata matokeo ambayo ni mazuri. Kwa hiyo bado kwa kile ambacho timu inakifanya kwa msimu huu, Mo Dewji inaeleza kwamba yeye hajafurahishwa nacho. Yaani anaona bado anataka kuweka wachezaji wengine wengi zaidi ambao wataifanya Simba kuwa timu bora zaidi. Anachokihitaji ni Simba kuwa na kikosi bora kama kile ambacho alikuwa nacho 2018, 19 na 20. Kama unakumbuka kipindi kile ndio kina Luis Jose Miquissone, hapo kina Clatous Chota Chama, kina Ral Bwalia walikuwepo kwenye kikosi, Hassan Dilunga, Medi Kagere, MK14, Chris Mushimba Mugalu, ndio wachezaji ambao walikuwa kwenye kikosi cha Simba, na Simba ilikuwa ni timu tishio sana. Yaani Simba ilikuwa ni timu ambayo kila mtu alikuwa anaiogopa, ikiwa wakati iko chini ya Sven van der Broek, lakini baadaye akaja Didier Gomes da Rosa, pia alikuja kaingia pale kwa kikosi kile ambacho kilikuwa kikosi cha dhahabu kweli kweli, kikosi ambacho kilikuwa kimejaza mastaa wa maana kweli kweli, kikosi ambacho hakuna mtu ambaye alikuwa hahofii kucheza na dhidi ya Simba. Na kama unakumbuka kipindi kile ndio kipindi ambacho Yanga alikula goli 4 kwenye kombe la FA. Kwa unaweza ukaona namna ambavyo Simba ilikuwa imejipanga vizuri kweli kweli. Na sasa hivi anachotaka kufanya Mo Dewji ni kuongeza wachezaji wengine bora zaidi. Kwa taarifa ambazo nimezipata ni kwamba ametenga inaweza zaidi ya bilioni 5 kupata wachezaji wapya. Sasa bilioni 5 kupata wachezaji wapya ni shughuli. Maana yake anahitaji wachezaji wengi ambao ni wazuri zaidi. Lakini pia wachezaji ambao wataonyesha performance bora, wataboreshewa maisha kwenye klabu ya Simba kwa maana mishahara na vitu vingine, ili kuendelea kuwapa morali ambayo inaweza kuifanya klabu ya Simba kuendelea kupambana zaidi. So kwa hiki ambacho wamekifanya mpaka sasa Simba, yeye anaona kama kuna kila sababu ya kuendelea kuwa motivate wachezaji na kuongeza wachezaji wengine bora zaidi ambao wataifanya kuifanya klabu ya Simba kuwa bora zaidi ya hivi ambavyo tunaona. Kwa sisi kazi yetu ni kusubiri na kuona. Kama kweli wataongeza wachezaji wengi wazuri tutaona, kama wanatudanganya pia tutaona, lakini kwa sasa target ambayo wanayo ni kuifanya Simba kuwa timu tishio zaidi kwa taarifa ambazo nimezipata.